Enye ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, hawali ya yote hatuna budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake ambazo anaendelea kutujalia. Kubwa kabisa neema zake kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, lakini pia kutuamsha na afya iliyokuwa nzuri, afya ambayo imekuwa ni sababu kwetu sisi kuyaendea yale yote ambayo yanampendeza na kumridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa dini ya Kiislamu, nichukue nafasi hii kuwahusia sana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia na mimi nichukue nafasi hii vile vile kuhusia sana nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajakupata kuambiana waja wa Mwenyezi Mungu maneno yaliyokuwa bora na mazuri isipokuwa maneno ambayo yatatupelekea sisi kwenda kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa dini ya Kiislamu, ama kwa hakika tuko ndani ya siku tukufu sana, tuko ndani ya siku bora, siku ya Ijumaa. Ijumaa ambayo ni Ijumaa yetu ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Muharram mwaka 1448 Hijiria. Hii ni fursa kubwa kwetu sisi kuweza kuhudiriki mwaka huu mkubwa wa Kiislamu, mwaka mpya ambao wapo miongoni mwetu walitamani, wapo miongoni mwetu walipenda sana na wao kuweza kuwa miongoni mwa sisi kuweza kuhidiriki siku hii bora, siku hii tukufu, siku ya kwanza ya mwezi mkubwa kabisa wa Kiislamu. Ndugu zangu watukufu wa dini ya Kiislamu, leo katika hotuba yetu tutakumbushana anwani inayosema kuwa mwenye shukrani. Mwanadamu anapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali yoyote ambayo atakayokuwa anaipitia katika maisha yake. Haijalishi unapitia katika kipindi cha aina gani, lakini unapasa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sehemu ambayo uliyokuwa hivi sasa. Katika mambo ambayo tumeamrishwa kushikamana nayo sisi wanadamu, miongoni mwa jambo ambalo tumeamrishwa sana, basi ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni miongoni mwa mambo ambayo wanadamu tumeamrishwa kuwa ni sehemu ya kushikamana nayo katika maisha yetu, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maana yake ni kujua ndani ya moyo wako neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizokupatia. Unatakiwa ujue ndani ya moyo wako neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizokupatia. Kisha baada ya kujua kwamba hii ni neema ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unapaswa ukiri kwamba hii neema inatoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia na kutambua kwamba hizo mtoaji si mtu mwingine yoyote isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa unafahamu hilo, basi inapasa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hizo neema ambazo alizokujalia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Nahl aya ya 53, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu anatuambia wama bikum min ni'matin famin Allah, na neema yoyote mliyokuwa nayo basi mfahamu kwamba neema hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neema yoyote ambayo wewe uko nayo, basi fahamu neema hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neema zipo za aina tofauti tofauti. Miongoni mwa neema ambazo zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ni neema ya afya ambazo tupo nazo hivi sasa. Hii ni neema, lakini tunapaswa kufahamu neema hii inatoka sehemu gani. Neema hii haitoki sehemu nyingine yoyote isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekujalia neema ya afya, basi inapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hii neema ambayo aliyokujalia. Lakini miongoni mwa neema nyingine ambazo zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, neema ya riziki. Riziki ambazo tunaamka na hatujui tunaenda kuzipata kwa staili gani, lakini tunatoka na tunarudi tukiwa na riziki ambazo hatufahamu mwanzo wake na mwisho wake unatokea wapi. Basi tunapaswa pia kufahamu hii riziki ambayo unayoipata inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa kumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupatia mambo ambayo sisi wenyewe hatuna uhakika wa kuyapata, basi tunapaswa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yote ambayo anayotufanyia. Lakini miongoni mwa neema kubwa kabisa ambazo zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Mwenyezi Mungu kutulinda sisi na mabalaa ambayo hatujui yanatokea upande gani. Sisi sote ni watembeaji, hatuwezi jua huko tunapokwenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukadiria kitu cha aina gani, lakini tunatoka salama na tunarejea salama katika majumba yetu. Haya yote si kwa uweza wetu, bali haya yote anayafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake kwa waja wake. Ikiwa Mwenyezi Mungu anayafanya haya kwa mapenzi, basi sisi inapasa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya yote ambayo anayotufanyia. Wama bikum min ni'matin famin Allah, neema yoyote ambayo uliyokuwa nayo basi fahamu kwamba inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi na wewe kipi tunapaswa kufanya? Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake ambazo anazotujalia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tena ndani ya Qur'ani yake tukufu katika sura Luqman aya ya 20. Mwenyezi Mungu anasema wa asbaha alaykum ni'mahu dhahiratan wa batina. Tunapasa pia kufahamu kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumiminia sisi neema zake zilizokuwa nyingi zenye kuonekana na neema nyingine pia hazionekani. Wa asbaha alaykum ni'mahu dhahiratan wa batina. Zipo neema ambazo Mwenyezi Mungu anatuneemesha sisi, tunaziona kwamba hii ni neema, tunaiona kwa macho, lakini zipo neema nyingine hatuwezi kuziona kwa macho yetu. Ikiwa kwamba hali ndiyo kama hivi, nini tunapaswa kufanya? Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hizo neema ambazo anazotujalia, tunazoziona na ambazo hatuzioni. Kikubwa ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Ikiwa wewe utalalamika kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuweka katika daraja ambalo wewe haulipendi wala hauridhii, kwa maana maisha yako sio maisha ambayo yanakufurahisha katika maisha yako, lakini ikiwa hali yako ya kimaisha iko kama hivyo, yupo mwenzako hana uwezo hata wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mpaka aweze kusaidiwa, lakini wewe Mwenyezi Mungu amekujalia uwezo wako wa kimaisha sio mzuri, lakini una afya iliyokuwa kamili ambayo ni sababu ya wewe kuweza kwenda kutafuta na kuweza kurudi nyumbani, na yupo mwenzio hawezi hata kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kiasi kwamba mpaka hawezi kupata msaada. Jiangalie wewe, jitathmini hali uliyokuwa nayo, kisha muangalie na mwenzio katika hali aliyokuwepo. Ikiwa utapiga tathmini hiyo, basi inapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo sehemu ndogo ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mwenyezi Mungu anatuambia na mkizihesabu neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuwezi kuzidhibiti.
Mwenyezi Mungu anatumiminia neema za aina tofauti tofauti. Hatuwezi kuzihesabu wala hatuwezi kuzidhibiti kwamba hii ni neema amenipa Mwenyezi Mungu. Ikiwa ndiyo kama hivi, jambo la kushikamana nalo sote tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweka mimi na wewe. Kwa neema hizi akatutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kumshukuru sana. Lakini neema, ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, zimegawanyika katika namna kuu mbili. Neema ambazo Mwenyezi Mungu anatujalia zimegawanyika katika namna kuu mbili. Kuna neema ambazo tumepewa na kuna neema nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutengenezea njia ili tuweze kuzifikia. Zipo neema Mwenyezi Mungu anakupa, lakini neema nyingine Mwenyezi Mungu hawezi kukupatia, lakini amekutengenezea njia ili uweze kuzifikia neema hizo. Elimu ni moja ya neema zilizokuwa kubwa, lakini elimu haiwezi kuja tu kama zawadi, lazima uitafutie njia na uweze kuipata. Riziki, Mwenyezi Mungu anatujalia njia ya riziki, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kukupa riziki ikiwa wewe umekaa tu sehemu moja. Lazima utoke ukatafute, kwa maana Mwenyezi Mungu tayari amekwisha kutengenezea njia ya wewe ukitoka basi utapata riziki yako. Hizi ni miongoni mwa neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatujalia sisi waja wake. Ikiwa Mwenyezi Mungu anatufanyia yote haya, mimi na wewe tunapasa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupatia sisi waja wake. Hakuna kingine chochote ambacho utakachomfanyia Mwenyezi Mungu ikawa umerudisha zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul A'raf katika aya ya 144, anamwambia maneno haya Nabii Musa. Mwenyezi Mungu anasema kumwambia Nabii Musa, wa kun minashakirin, na uwe katika wanaoshukuru. Nabii Musa anaambiwa maneno haya na Mwenyezi Mungu, yote ambayo unayoyapitia katika maisha yako, lakini wa kun minashakirin, kuwa ni miongoni mwa wanaoshukuru. Mimi na wewe pia tunapaswa kuyachukua maneno haya katika yote ambayo tunayoyapitia, tunayoyapenda na tusiyoyapenda. Wa kun minashakirin, tuweni ni wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanawazuoni wanasema katika moja ya maneno yao kwamba nguzo za kushukuru zimegawanyika katika sehemu tatu. Nguzo za kushukuru zipo katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ambayo ni miongoni mwa nguzo za wanawazuoni wanazotuambia ni kule kutambua kwa ndani kwamba neema zote mtoaji ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni nguzo ya kwanza. Inapasa kufahamu mimi na wewe kwamba kila neema ambayo tunazokutana nazo basi mtoaji ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni nguzo ya kwanza, tunapaswa kushikamana nayo. Lakini nguzo ya pili ni kutamka kwa ulimi wako, kwa maana ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni miongoni mwa nguzo ambayo imekuwa ni kila mmoja wetu anaimudu kuweza kuifanya. Tukiamka tukiwa salama, basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya uzima ambayo ametujalia, kwa sababu sio wote waliolala kisha wakaamka wakiwa salama. Wapo miongoni mwetu wamelala kisha ndio ikawa ni miongoni mwa safari yao kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mimi na wewe tumeweza kuamka salama na afya iliyokuwa nzuri, basi tunapaswa kutamka walau kwa uchache kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni nguzo ya pili ya kushukuru kwa mwanadamu. Lakini nguzo ya tatu na nguzo ya mwisho wakatuambia ni shukrani ya viungo vyako, kwa kuwa unavitumia hivyo viungo katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Miongoni mwa shukrani iliyokuwa bora
kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ni kutumia viungo vyetu katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia, ni kutumia viungo vyetu katika majambo ambayo ni ya kheri, kutumia viungo vyetu katika kuamrishana kurudi katika toaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usitumie viungo vyako katika kufanya ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi wala hayaridhii. Kwa sababu gani? Utakuwa unatumia vibaya neema aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe itakuwa ni mchache wa shukurani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amekupa miguu miwili, usione ufahari miguu yako kuitumia katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi wala hayaridhii. Kwa sababu gani? Hiyo ni neema, unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wapo miongoni mwetu hawawezi hata kutembea, miguu yote miwili hawana. Sio ufahari kwamba yule miguu miwili hana alafu wewe miguu miwili unayo, ikawa wewe unatumia vibaya viungo vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi wala hatarajii kukuona nayo. Tutumieni vizuri viungo alivyotujalia Mwenyezi Mungu katika kutengeneza shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kun minashakirin, tuweni ni wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo anayetujalia katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu ambao wenye kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yote ambayo tunayoyapitia.